Naitwa Frederick Juguna. Kwa Yesu aliniokoa mwaka wa 98 ikiwa 31st of May, nikiwa kwetu nyumbani nikitazama runinga katika programu ya mahubiri. Na yule alikuwa anahubiri akasema mwanadamu atapata faida gani akiuchukua ulimwengu wote na kuupoteza uhai wake. Neno katika Mathayo 16 mstari wa 26. Nilijihurumia kwa sababu ya vile nilipenda dunia na anasa, kama ni vita, kiburi, kutotii wazazi wangu, usherati, wizi. Nilitembea vibaya sana kama kijana, na hasa wakati huo nikifikiri vile nitapata girlfriend niwe kama vijana wengine kwa sababu ya vile mwili ulivyonisumbua. Na Bwana aliposema hayo akalenga maisha yangu ya kwamba mambo hayo nikiyapata nikitoka ulimwenguni nitakuwa na faida gani ila kutupwa jehanamu. Na hapo ndio nikajua kwamba kumbe niliishi maisha ya hasara, ya kwamba baadaye ni jehanamu milele na milele, hakuna kitu yoyote ambayo nitajifunia. Nilimlilia Yesu akaniokoa, akanitakasa kwa damu na akanisaidia kwenda nikitengeneza kule niliharibu kati yangu na wazazi wangu ambao niliwasubua sana. Nikaenda nikiwaomba msamaha. Kule nilikuwa na vitabu vya wizi, wakati huo nilikuwa nikisoma, nikarudishia wenyewe. Kwingine hata nifanya dhambi ya usharati nikaenda nikatengeneza. Na kwingi nikaenda nikichoma hata picha. Nilikuwa na picha ya wanawake nikaenda nikachoma. Nilijua wakati huo ya kwamba Bwana amenibadilishia maisha, nimeanza maisha mapya na sikutaka nitembee na deni ya shetani. Namshukuru Bwana ambaye amenishikilia tangu wakati huo, sio nguvu zangu wala kuelewa chochote, lakini neema ya Mungu na kukaa katika ushirika, kukaa kwa Yesu katika ushirika, katika kushuhudia na kutembea katika nuru. Wiki hii nimejipata nikipotea niliposikia habari ya shule kule utumishi. Nikifikiri msichana wangu wako kule, ako katika shule ya boarding. Na hata shetani akaanza kunihubiria kwamba nafaa nimuhamishe akae hapa karibu na mimi. Na nikumbe nikupotea. Nikamlilia Bwana akaniokoa, nikasikia kutulia ndani ya Yesu na kuomba. Na Bwana alikuwa ananikumbusha kwamba huwa tunawapatiana watoto wetu, lakini hatufahamu kuna kazi zaidi. Tunalipa school fees, tunagharamika na mambo ambayo tumeambiwa na shule tugharamike, lakini kazi kubwa sana ya kuomba, kubaki kwa magoti. Mtoto anapoenda nibaki kwa magoti nikiomba, kwa sababu machafu iko katika dunia na kumechafuka sana. Kuna kazi kubwa sana. Bwana alitaka kuniamsha ya kwamba mimi kazi yangu ni kuomba na kuzidi kuomba na kumlilia Bwana juu ya watoto wetu, kwa sababu hata wale tuko na wao wako na upotofu na mambo mingi sana katika akili zao. Bwana akanikumbusha kwamba kuna hali ya kukaa nikimuomba Bwana. Kwa hivyo nimezidi kutubu na kumlilia Bwana azidi kuniokoa. Nishike sehemu yangu ambayo ni kuombea watoto. Kwa hivyo